Yes, bwana niite KBTZ. Tunakuja kuendelea. Hii ni simulizi mpya iitwayo Sikupendi. Kabla ya yote guys, angalia hapo chini kuna alama ya subscribe ambao ni alama nyekundu, bonyeza hapo, afu itakuja alama ya kengele, bonyeza ili kuweza kupata zaidi video zetu na simulizi zetu hizi. Kingine cha kufanya hapo, utabonyeza alama hiyo ya kidole kuweza like and comment chini hapo, nini tuweke sawa, nini turekebishe. Kwa kile unachokiona kwamba hakijakaa sawa, unaweza ukatuambia then tukakifanyia kazi. Tunapenda tushauri ili tuweze kuweka mambo sawa pia. Twende nayo simulizi yetu iitwayo Sikupendi Tena. Usiku ulikuwa umetulia, lakini ndani ya moyo wa Yolan kulikuwa na vita kali sana. Alisimama nje ya mlango wa Amanda akihema kwa nguvu. Mikono yake ilitetemeka. Huu haukuwa mlango wa kawaida kwake. Ulikuwa mlango wa kumbukumbu ya mapenzi na maumivu. Aligonga taratibu. Ndani, Amanda alishtuka. Alijua ni nani bila hata kuuliza. Amanda, tafadhali fungua. Sauti ya Yolam ilikuwa dhaifu, imejaa majuto. Amanda alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, macho yake yakijaa machozi, kisha akafungua mlango taratibu. Walitazamana, kimya kikatawala. Yolan alitaka kusema mengi, lakini maneno yakagoma kutoka. Amanda, nimekosea, alisema kwa sauti ya chini. Amanda alicheka kidogo, kicheko cha uchungu. Umegundua sasa? aliuliza kwa sauti yenye maumivu. Yolan akasogea karibu. Nakuomba nirudie, sitarudia tena makosa haya niliyotenda. Amanda akatikisa kichwa. Mimi nilikupenda Yolan, nilikupenda kwa moyo wangu wote, alisema huku machozi yakimdondoka. Lakini ulivunja kila kitu, ulifanya nijione sina thamani. Yolan alinyamaza, hakukuwa na la kusema tena hapo. Amanda akavuta pumzi ndefu, akamwangalia moja kwa moja machoni. Kwa sauti thabiti yenye maumivu na nguvu ndani yake akasema, Sikupendi tena. Sikupendi tena. Maneno hayo yalikuwa kama kisu ndani ya moyo wa Yolam. Dunia yake ilisimama. Alijaribu kusema kitu, lakini ilikuwa amechelewa. Amanda akafunga mlango taratibu mbele yake. Ndani Amanda alianguka chini akilia, lakini kwa mara ya kwanza machozi yake hayakuwa ya udhaifu, yalikuwa ya kuachilia maumivu. Nje Yolam alibaki amesimama gizani akiwa peke yake hapo. Aligundua ukweli ni mchungu. Guys, sio kila samahani hurudisha mapenzi, na sio kila anayekuacha atarudi. Tukutane katika sehemu ya pili. Kwa siku ya leo tumeishia hapa. Guys, comment umeionaje? Na like, share, turn on notification ili kuweza kuendelea nasi. Tuonyeshe upendo kwa kutuma comment. Tuambie kitu gani tuongeze, kitu gani tupunguze. Utakuwa umetisha zaidi. By me KBTZ, msimuliaji wako. Bye.